Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Saida Nasor, takusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde na habari za kimataifa zitakuja kwako na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia aialika Afrika kushirikiana na kuimarisha miundombinu na nishati. Katika biashara, DSE, TPSF za saini makubaliano kuchochea uwekezaji na upatikanaji mitaji. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie Tanzania. Imesema iko tayari kushirikiana na nchi wanachama wa bara la Afrika, taasisi na mashirika ya maendeleo katika kuhakikisha bara hilo linakuwa na miundombinu imara ikiwemo katika sekta ya nishati, huku ikiwaalika wawekezaji kutumia fursa za uwekezaji na mazingira yaliyopo nchini kuwekeza ili kukuza maendeleo ya kiuchumi. Mwandishi wetu Goodluck Msola anaeleza zaidi. Akizungumza katika mkutano mkuu wa wanaisa wa jukwaa la miundombinu Afrika ujulikanao kama Infra for Africa unaofanyika kwa siku 2 nchini, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa utayari wa Tanzania ni pamoja na kuchangia katika power pool za pamoja za nishati kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini ili kuifanya bara la Afrika kuwa na nishati ya uhakika, huku akisisitiza kuwa nchi hizo wanachama wa Afrika zinapaswa kuunga mkono na kuimarisha taasisi ya miundombinu ili iwe mkombozi wa changamoto za miradi ya miundombinu kwa nchi za Afrika. The richness of our culture and the beauty of our country. From the endless plains of the Serengeti, the proudly standing Mount Kilimanjaro, and to the breathtaking, beautiful islands of Zanzibar. Tanzania offers memorable experiences and exciting opportunities for tourism, hospitality and sustainable development. Take time to experience them before you go back and buy another ticket to come back. You are here. Use them. Kwa upande wake, naibu rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki amesema pamoja na mikakati ya nchi za Afrika kuweza kujitegemea katika utekelezaji wa miradi yake hususani ya maendeleo, nchi hizo zinapaswa kuhakikisha kuwa kunakuwa na utulivu wa kisiasa ili kuzifanya zipige hatua, huku akisisitiza pia uwekezaji katika kuendeleza nishati ya gesi asilia. Seen how the 1980s, 90s have looked like, and with the developing geopolitical changes, we must be able to invest in long-term political stability and strategic security for our countries, for our region, so that we can underwrite the future of our continent, because all these infrastructure projects, if our continent, our countries are not secure, can be washed away overnight. Thank you, and it's a pleasure for me. Awali wakizungumza katika mkutano huo, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika FADB na mwenyekiti wa jukwaa la Africa 50 Dr. Sidi Olduta, Waziri wa Fedha wa Tanzania Balozi Hamisi Musa Omar pamoja na Waziri wa Katiba na Sheria kutoka Tanzania Juma Omera wamesema taasisi ya Africa 50 imekuwa nguzo imara kutokana na kufanikisha miradi zaidi ya 36 katika nchi 34 yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 9, hatua ambayo imeifanya nchi za Afrika kuendelea kutatua changamoto za miundombinu kupitia taasisi hiyo ya ndani. Aidha, Waziri wa Katiba na Sheria wa Tanzania Juma Omera ameelezea hatua zilizochukuliwa na nchi ya Tanzania katika kubadili sheria zaidi ya 1000 ili kuendana na sera ya uwekezaji wa ubia baina ya sekta binafsi na sekta ya umma. Katika jukwaa hilo imeshuhudiwa utiwaji saini wa mikataba 5 ya ushirikiano, ambapo mikataba 3 imesainiwa kati ya taasisi ya Africa 50 na serikali ya Tanzania, ikiwa imejikita katika kunufaisha sekta ya afya, nishati pamoja na gesi asilia. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Oman Jamal bin Hassan Al-Musawi kwa mazungumzo maalum yaliyolenga kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika uhifadhi na uendelezaji wa maeneo ya urithi wa kihistoria na utamaduni wa Zanzibar. Taarifa hiyo inasomwa na Goodluck Msola. Mazungumzo hayo yamefanyika Agosti 5 Ikulu Zanzibar na kuhudhuriwa pia na balozi mdogo Omani Zanzibar
Balozi Said Salim Al-Shinawi. Rais Dr. Mwinyi amepongeza serikali ya Omani kwa kuendelea kuiunga mkono Zanzibar katika juhudi zake za kuhifadhi na kuendeleza urithi wake, hususan wa kihistoria na utamaduni kupitia mipango na miradi mbalimbali. Amesema ushirikiano huo una umuhimu mkubwa katika kuhifadhi historia ya Zanzibar, kuendeleza utamaduni wake na kuongeza mchango wa maeneo ya urithi katika uchumi na maendeleo ya nchi. And of course the support of restoration of the artifacts as well, because buildings without artifacts will not mean anything. So it's important that we continue the conservation and restoration of all the artifacts that we have. And I really appreciate the way that you are doing this in the different places. In Zanzibar itself, where we can at the same time build capacity. In Muscat for items that cannot be done here, but even outside Oman and Tanzania, in other countries, for specialized type of expertise. Kwa upande wake, katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Omani Jamal bin Hassan Al-Masawi amehakikishia Zanzibar kuwa Omani inaendelea kushirikiana nayo katika kuhifadhi na kuendeleza urithi wa kihistoria na utamaduni pamoja na kumbukumbu muhimu za kihistoria, kiutamaduni na kijamii. A good neighbor which emphasizes friendship, mutual respect, non-interference and understanding of our neighbors. And this applies also to our cooperation, because we are not separated. We are connected through the Indian Ocean. Looking at the wider historical narrative of Zanzibar, but where we also pay attention to the preservation of your archaeological heritage. Amesema ushirikiano huo ni sehemu ya kuendeleza uhusiano wa muda mrefu uliopo baina ya Zanzibar na Omani na kuimarisha zaidi ushirikiano katika maeneo yenye maslahi ya pamoja. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limetangaza kurejea kwa huduma za umeme katika maeneo yote yaliyokuwa yameathirika baada ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya uvutaji wa nyaya katika eneo la Chalinze hadi Mkambarani mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Ellen Manyangu anatoa taarifa zaidi inayosomwa studio na Goodluck Msola. Akizungumza na waandishi wa habari eneo la Mkambarani mkoani Morogoro, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja TANESCO Irene Gowele amesema kukamilika kwa kazi hiyo kumewezesha huduma ya umeme kurejea kama kawaida, huku mradi huo ukitarajiwa kuimarisha na kuongeza uwezo wa gridi ya taifa ya kuwezesha usafirishaji wa umeme wa uhakika zaidi nchini. Kama ambavyo tuliwaambia, kazi hii ilikuwa ikifanyika katika eneo la hapa Mkambarani, lakini pia Kikombo pamoja na Mkonze kwa awamu ya pili. Kwa hiyo kazi hiyo imefanyika vizuri na kwa ustadi mkubwa, wataalamu wetu wameweza kukamilisha. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaendelea kuhakikisha kwamba TANESCO itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo inaendelea kusaidia kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme nchini. Kwa upande wa kiufundi, meneja wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, mhandisi Newton Mwakifamba amesema hatua hiyo ya kwanza iliyokamilika imekamilika ndani ya siku 6, ikihusisha uvutaji wa nyaya zinazovuka reli ya kisasa SGR katika njia ya msongo wa kilovoti 220 za Morogoro 1 na Morogoro 2 pamoja na njia ya kilovoti 132 huku awamu ya pili ikitarajiwa kuanza Agosti 11 hadi 14 mwaka 2026 kwa kuhusisha maeneo ya Kikombo na Mkonze yaliyopo Dodoma, ikiwa ndani ya siku ambazo tuliwatangazia wananchi. Lakini tuna awamu nyingine ya pili ambayo tutaanza tarehe 11. Tutavuka eneo la Kikombo ambapo napo ni msongo wa kilovoti 220 na Mkonze. Zote hizo tutazifanya kwa pamoja tarehe 11. Pia naomba nikumbushe umuhimu wa hii line ikikamilika. Itaongeza uwezo kwenye line ambazo zipo tayari, kwamba uwezo wa zile line ulikuwa kiasi kadhaa. Sasa hivi kwa sababu tunapita na msongo wa kilovolti 400, uwezo utakuwa ni mkubwa. Mradi huo umefikia 94% ya utekelezaji wake na unatarajiwa kukamilika Agosti 21, 2026, ambapo TANESCO imeeleza kuwa
Kukamilika kwa mradi huo kutaongeza uwezo wa mfumo wa usafirishaji wa umeme na kuimarisha uthabiti na ubora wa uhakika wa upatikanaji wa huduma ya umeme nchini, huku kwa upande wa wananchi wa maeneo yatakayoathirika katika awamu ya pili wakitakiwa kuzingatia taarifa na ratiba zitakazotolewa hapo baadaye. Mbunge wa jimbo la Segerea Agnesta Lambert ametumia ziara ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, kuwasilisha kilio cha wananchi, hususan wazazi wa jimbo la Segerea la jijini Dar es Salaam kwa ujumla, akimuomba kuingilia kati changamoto ya kukithiri kwa michango holela mashuleni, jambo ambalo linaongeza mzigo kwa wazazi na kudhoofisha falsafa ya serikali ya elimu bila ada. Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mradi wa ujenzi wa sekondari ya Vingunguti iliyopo jimbo la Segerea, wilaya ya Ilala, mbunge wa jimbo la Segerea Agnesta Lambert amesema suala la michango holela mashuleni limekuwa ni kilio kikubwa kwa wazazi kwenye jimbo hilo na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla. Hivyo amemuomba Waziri Kabudi ambaye yupo jijini humo kwa maelekezo ya rais kulifanyia kazi. Aidha, mbunge huyo wa jimbo la Segerea amempongeza na kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa anaofanya kwenye sekta ya elimu, huku akisisitiza kuwa falsafa ya rais ya elimu bila ada inaharibiwa na baadhi ya wakuu wa shule na walimu wasiokuwa waadilifu ambao wanawafanya wazazi kama mtaji wao. Hivyo amemuomba mteule huyo wa rais kuingilia kati. Itoshe kukuomba babangu, Mheshimiwa Waziri, utoe maelekezo tena ya ziada kwa mashule yote nchini, sio tu jimbo la Segerea. Lakini leo kwa sababu nipo Segerea, wananchi wangu wa jimbo la Segerea, kwa maana ya wazazi wote wa jimbo la Segerea wakiwemo wa Vingunguti, wanasema pamoja na maelekezo ya waziri mkuu ya kusitisha ile michango holela ya mashuleni isiyokuwa na utaratibu rasmi, wanasema michango hiyo bado inaendelea, Mheshimiwa Waziri. Hata hivyo, changamoto hiyo ya uwepo wa michango holela mashuleni, ikiwemo uwepo wa mitihani ya kila siku bila mpangilio, imethibitishwa pia na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo, aliyekuwa akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, akisema kuwa kumekuwa na mitihani ya kila siku, akimtaka afisa elimu mkoa wa Dar es Salaam kuchukua hatua. Mtihani Jumatatu, mtihani Jumanne, mtihani Jumatano, mtihani Jumasita. Sasa hata wakati mwingine wa mitihani haipo. Bahati nzuri kaka yangu afisa elimu wa mkoa yupo hapa, ameshaanza kuchukua hatua juu ya hao walimu ambao wanaendekeza michango mashuleni bila kufuata utaratibu ambao upo kwa mujibu wa mwongozo. Hivyo tukuhakikishie tunaye afisa elimu mzuri hiki kilio na tuko tayari kwa ajili ya maelekezo yako pia. Akitolea ufafanuzi changamoto hiyo ya michango holela mashuleni, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amesema swala hilo lilishapigwa marufuku na serikali isipokuwa kwa kibali cha mkuu wa wilaya. Hivyo amewataka walimu kuzingatia taratibu na kwamba atalifikisha pia swala hilo kwa waziri wa TAMISEMI kwa hatua zaidi. Michango hiyo haifanyi nini? Hairuhusiwi. Na michango yoyote haiwezi kufanywa mpaka waombe kibali kutoka kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo michango ambayo haina kibali cha mkuu wa wilaya sio michango halali. Lakini mimi nimelibeba na nitamfikishia waziri wa TAMISEMI Profesa Ndoe. TVE Habari imefanya utafiti kwa kuwatafuta baadhi ya wazazi wenye watoto wa shule za msingi jijini humo ambao hawakutaka kuonekana kwenye kamera. Walisema kuwa wamekuwa wakilipishwa pesa ya maboresho kila siku shilingi 500, mitihani ya kila siku shilingi 500 hadi shilingi 1000, pesa ya madawati shilingi 1500, pesa ya ulinzi shilingi 1500, pesa ya usafi shilingi 1500, pamoja na pesa ya chakula shilingi 1000, wakidai kuwa hiyo ya chakula kwao si kero. Ndugu mwandishi, kwa kweli hii kero ya michango shuleni inatuumiza sana sisi wazazi. Kwa mfano, mimi nina watoto wawili wanasoma darasa la 3. Hao watoto asubuhi lazima niwape 500 kila mtoto ya kwake kwa ajili ya maboresho. Baadaye kuna michango tena hapo hapo ya mitihani. Inaanza 1000 mpaka 1500. Tuna mtihani wa kila mwezi 1500. Tuna michango ya madawati 1500. Tuna michango ya ulinzi 1500. Tuna michango ya usafi
1,500. Hapo bado tunatakiwa tuchangie chakula. Hilo la chakula kwetu halina shida, kwa sababu kwa ajili ya afya ya watoto wetu na ni jukumu letu. Lakini hii michango mingine, hebu serikali iangalie namna gani inaweza kutusaidia, watusaidie angalau tubaki na chakula tu. Kuhusu swala la michango ya madawati, kuna michango ya mitihani. Wakati serikali ikiungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, imesema imeokoa jumla ya wahanga 160 wa biashara hiyo, ambapo wahanga 126 wameokolewa hapa nchini kabla ya kusafirishwa na wahanga 34 wakirejeshwa kutoka nje ya nchi. Huyu hapa Recho Chacha anatuarifu zaidi. Akitoa tamko la maadhimisho hayo Agosti 5, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali itaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuwalinda wananchi dhidi ya uhalifu huo. Mfuko wa kusaidia waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu ambao bado tunaanza nao na tunaendelea kuhamasisha wadau wajitokeze kuweza kuunga mkono jitihada hizi nzuri za serikali, lakini pia kuendelea na ujenzi wa nyumba salama ili kuboresha huduma za ulinzi, za afya, ushauri nasaha na msaada wa kisheria hasa kwa wale walioathirika. Lakini ujenzi huo tayari umefikia 73% kwa sasa na tunatarajia kukamilisha mwezi Novemba pengine 2026 inshallah, Mwenyezi Mungu atakapojalia. Katika eneo jingine ambalo lina mafanikio pia ningependa kusema ni jinsi ambavyo Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia idara hiyo maalum imeweza kutoa elimu kwa wananchi 19,076. Wametoa mafunzo kwa wadau 314 wanaohusika na mapambano dhidi ya uhalifu, kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa ili kukabiliana na mitandao ya uhalifu hii inayohusisha usafirishaji haramu wa binadamu. Katika maadhimisho hayo, mhanga wa usafirishaji haramu wa binadamu Anifa Sylvester alitoa ushuhuda wa jinsi alivyosafirishwa kwenda nchini Oman, huku wakili wa Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu Chris Molel akieleza adhabu zinazotolewa kwa wanaobainika kutenda kosa hilo. Nilipotoka Dodoma kuja Dar es Salaam, nikaelekezwa niende wapi? Zanzibar kwa ajili ya pasipoti. Nimefika Zanzibar kanipokea, tukaenda kuhifadhiwa kwa baba mmoja hivi ambaye anaitwa Mohamed. Tukakaa pale kama wiki 2. Baada ya hapo pasipoti ikawa inasumbua, anasema mtandao unasumbua. Tulikuwa wawili, nipo na mwenzangu ambaye anaitwa Ashura. Baada ya hapo yule baba akatuambia turudi Dar. Tumerudi Dar, nikakaa kama siku 2, nikaambiwa pasipoti imetoka, maana siku zote mtandao ulikuwa unasumbua. Baada ya hapo nikakaa Dar, nikasubiri, nikasikilizia, nikaambiwa pasipoti imeshatoka. Nilipomaliza hapo nimeambiwa, nikafurahi kwanza. Nilipomaliza nikaambiwa sasa inabidi ujiandae kwa ajili ya vipimo. Yule ambaye alinitafutia ile passport ndo aliniambia hivi. Kaenda maeneo ya Masaki huko, kuna hospitali kubwa hivi. Nifika pale nikapima, tumetoka, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikakaa kama wiki hivi. Nikaambiwa visa yako imetoka. Ni uhalifu wa kupangwa unaohusisha kumtoa mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kwa malengo ya kwenda kumnyonya au kumtumikisha. Sasa tafsiri hii ya usafirishaji haramu wa binadamu ina tafsiri zake pia kisheria, ambao kimsingi usafirishaji haramu wa binadamu unahusisha vitu vikuu vitatu ili tuseme hapa kuna uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu. Kitu cha kwanza ambacho tunasema ni element ya kwanza ya uhalifu huu tunasema ni matendo, acts. Sasa matendo haya yapo matano. Tendo la kwanza ni usahili ambao tunasema kwa Kiingereza ni recruitment. Tendo la pili ni transportation, kwa Kiswahili tunasema ni kusafirisha. Tendo la tatu ni kuhamisha ambao tunasema ni kutransfer. Tendo la 4 tunasema ni harboring ambao ni kama kutoa hifadhi, na ya mwisho tunasema receipt of a person, kumpokea mtu. Kwa hiyo haya ni matendo ambayo tunasema kwamba yanaunda kosa la usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia matendo haya lazima pia yaambatane na mbinu mbalimbali. Mbinu ni zile ambazo zinatumika na mhalifu ili kufanikisha malengo yake au azma yake ya unyonyaji. Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu ni jihadhari na utumwa kupitia utapeli mtandaoni.
Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masaun amesema Tanzania imepitisha miradi minne ya biashara ya kaboni yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 135, huku Tanzania ikitarajiwa kuvuna shilingi bilioni 10 kutokana na uzaji wa tani milioni 4.2 za kaboni kutoka miradi hiyo. Tuungane naye Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Masaun amesema kuwa miradi hiyo minne ni kati ya miradi 117 ambayo imesajiliwa kupitia Kituo cha Taifa cha Kuratibu Biashara ya Kaboni NCMC, ambapo pamoja na kuinufaisha nchi kwa kuleta mapato ya shilingi bilioni 10, miradi hiyo minne inatarajiwa kuzalisha ajira pamoja na kuwezesha majiko ya nishati safi ya kupikia zaidi ya 900 kwa kaya 600 za Tanzania. Kamati iliyokutana tarehe 27 mwezi Julai na kufanya uchambuzi wa miradi. Baada ya kukamilika kwa tathmini hiyo, Kamati ya Taifa imeshauri serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais kuidhinisha viwango vya carbon kiasi cha tani milioni 4.2 ambayo thamani yake ni zaidi ya dola za Marekani milioni 52.1, ikiwa ni sawa na takriban shilingi bilioni 135.5 za Kitanzania. Aidha, Mhandisi Masauni amesisitiza kuwa malengo ya Tanzania ni kuifanya kuwa nchi inayoongoza katika biashara ya kaboni kwa bara la Afrika kutokana na kuwa na miradi hiyo ya kutosha, ambapo kwa upande wa Tanzania imeendelea kusisitiza kuweka sera na sheria rafiki zitakazowezesha biashara ya kaboni kufanyika na kuweza kuinufaisha nchi kupitia mapato pamoja na kupunguza hewa ukaa. Kwa dira hiyo, Ofisi ya Makamu wa Rais imepewa jukumu la kuimarisha uhifadhi wa mazingira na uhimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na biashara ya carbon, kuchangia katika upatikanaji wa fedha kupitia biashara hiyo. Ndugu waandishi wa habari, serikali imejipanga kuifanya Tanzania kwa moja ya nchi kinara katika biashara ya carbon barani Afrika, ambao kwa sasa NCMC inaendelea kupitia na kutathmini miradi mingine katika sekta za maji safi, bioka, nishati safi ya kupikia, kilimo himilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, urejeshaji wa ardhi, misitu, usimamizi wa taka, usafiri na miundombinu ya magari ya umeme. Miradi inayokidhi vigezo itaendelea kupatiwa nyaraka na barua za uidhinishaji kwa mujibu wa kanuni zinazoongoza biashara hii. Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA imezindua programu ya simu mobile application inayolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma na taarifa mbalimbali kwa watumiaji wa viwanja vya ndege, sambamba na kuunga mkono ajenda ya serikali ya awamu ya 6 ya kujenga uchumi wa kidigitali. Rachel Chacha ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi mkuu wa Viwanja vya Ndege Tanzania TAA Abduli Mombokaleo amesema programu hiyo imeundwa ili kutoa taarifa muhimu kuhusu safari za ndege, huduma za viwanja vya ndege, vivutio vya utalii pamoja na fursa za uwekezaji zilizopo nchini. Ameeleza kuwa kupitia programu hiyo watumiaji wataweza kupata taarifa kuhusu vivutio vya utalii kama hifadhi ya Ngorongoro pamoja na taarifa za sekta za madini, kilimo, uvuvi na biashara, hivyo kuifanya kuwa jukwaa muhimu kwa abiria, wafanyabiashara na wawekezaji. Mombokaleo amesema uzinduzi wa programu hiyo ni sehemu ya juhudi za TAA kuendana na mwelekeo wa matumizi ya teknolojia ya kidigitali, huku kilenga kuboresha utoaji wa huduma na kuongeza upatikanaji wa taarifa kwa wadau wote wa sekta ya usafiri wa anga. Tunakwenda kidijitali zaidi. Hii ni zaidi ya taarifa za ndege au uwanja wa ndege. Naangalia maeneo mengi, naweza nikasema maeneo mtambuka. Naangalia shughuli za uchumi, biashara na utalii kwa ujumla. Kwa kupitia mobile application hii unaweza ukapata taarifa mbalimbali za ndege, lakini pia ukapata taarifa mbalimbali za utalii, vivutio vya Tanzania. Kama unavyojua Tanzania na Roof of Africa, Mount Kilimanjaro, kuna mbuga kubwa kama Serengeti, Ngorongoro, lakini pia kuna fursa mbalimbali za uwekezaji, madini, shughuli za uvuvi, kilimo. Kwa hata kwa wawekezaji pia ni jukwaa maalum ambao unaweza kupata taarifa mbalimbali.
Kwa upande wake, William Kilele ambaye ni mkurugenzi wa biashara kutoka TAA amesema programu hiyo inalenga kuboresha huduma kwa watumiaji wa viwanja vya ndege nchini. Hii kwa usafiri, lengo lake kubwa ni kufanya huduma iwe seamless, yani kutokea nyumbani hadi utakapoingia kwenye ndege na kuondoka au kurudi ukiwa unarudi kwa Tanzania. Experience yako inakuwa seamless, kwa maana ya kila kitu unamaliza online, unatumia muda mchache as possible, badala ya kupanga foleni sehemu, badala ya kuomba taarifa kwa kutafuta mtu wa kuongea naye, unaomba direction kufika huku duka fulani kwa wapi au huduma fulani inapatikana wapi. Hiyo yote utaweza kuipata. Serikali imeendelea kusaidia Chuo Kikuu cha Mzumbe kutekeleza miradi mbalimbali ya miundombinu ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia katika vyuo vikuu nchini. Josephine Kaponya kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Mzumbe Profesa William Mwegoha amesema kwa mwaka wa fedha 2025-2026 chuo hicho kimefanikiwa kutekeleza miradi 27 yenye jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 15.66. Amesema miradi hiyo kwa ujumla imehusisha kampasi kuu ya Morogoro pamoja na ndaki za Dar es Salaam na Mbeya, na ilikuwa na lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, na kueleza kuwa hadi sasa chuo hicho kimeshaanza mchakato wa kuanzisha kampasi nyingine mkoani Mwanza. Kwa mwaka 2025-26 tumetekeleza miradi jumla miradi kama 27 hivi, lakini mimi nitafocus kwa miradi ambayo ni mikubwa kidogo, na thamani yake ni kiasi cha shilingi bilioni za Kitanzania 15.66. Na miradi hiyo imehusisha kampasi zote tatu, kwa maana ya kampasi kuu, ndaki ya Dar es Salaam, lakini pia na ndaki ya Mbeya, lakini baadhi pia na mwanzo wa kule ndaki ya Tanga. Na focus kubwa ni kuboresha hasa kama nilivyosema mazingira ya kujifunza na kufundisha, lakini pia kufanya utafiti na kutoa pia huduma kwa jamii. Sasa miradi ambayo tumeifanya kwenye mwaka huu ambao umekwisha, kwanza kabisa ni ukamilishaji wa majengo ya taaluma na utawala kampasi kuu na kampasi ya Dar es Salaam, kituo cha Tegeta. Niseme tu hapa kwamba tumekuwa na project kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaongeza capacity ili mwisho wa siku tuweze kupata mojawapo ni Ilemela pale Mwanza. Tunaweka zaidi ya 250 na malengo ya kati na ya muda mrefu yajayo ni kuwa na kampasi nyingine huko Mwanza miaka ijayo. Kwa hiyo matakwa ni kwamba tunatakiwa tuwe sasa na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Tumefanya hiyo kazi na sasa hivi tunachosubiri ni kupata tu rasilimali tuanze kuona kama tunaweza tukafanya. Aidha, Profesa Mwegoha amesema chuo hicho kina mpango wa kuongeza mapato ya chuo kwa kuibua fursa mbalimbali za uwekezaji katika rasilimali za ardhi, na hadi sasa kimeshajenga kituo cha afya kampasi ya Mbeya pamoja na kukarabati nyumba za watumishi. Tumejenga jengo uzuri la kisasa la tiba, lakini pia nadhani takapokuwa naongelea kuhusu miradi inayotarajiwa kwenye mwaka unaofuata, mtaona pia tutakuwa tunaendelea pia na awamu inayofuata, lakini tuna hicho kituo cha afya kampasi ya Mbeya, na kama nilivyosema awali tumekarabati nyumba za watumishi. Sasa hivi tuko awamu ya 3, na niseme tu katika awamu zilizopita, ya kwanza tulikuwa tumeweka milioni 60 za Kitanzania, lakini ya pili tulikuwa tumeweka milioni 89 za Kitanzania. Mwaka huo unaokuja ambao nitausema tuna milioni takriban 300 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna karabati nyumba za watumishi. Kwa mujibu wa Profesa Mwegoha, amesema mwelekeo wa mwaka wa fedha 2026-2027 wanatarajia kutekeleza miradi ya kimkakati yenye thamani ya jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 4.83 ambazo ni fedha za ndani. Serikali imeombwa kuhakikisha mradi wa maji wa Tarime hadi Rorya wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 134 unakamilika kwa wakati ili kuondoa adha ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa vijiji 37 na miji 28 inayotarajiwa kunufaika na huduma hiyo. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Mradi huu ulioanza kutekelezwa Januari mwaka 2023 unatarajiwa kukamilika Septemba mwaka 2026. Ukiwa ni miongoni mwa miradi mikubwa ya maji inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma hiyo katika wilaya za Tarime na Rorya. Mradi huu umepokea shilingi milioni 28 916 862 814 na senti 78 ambazo zimekwisha lipwa. Utanufaisha wananchi 729,496 wa vijiji 37 vya wilaya ya Rorya na Tarime. Wananchi wa Tarime wanasema
Kukamilika kwa mradi huu kutakuwa suluhisho la changamoto ya muda mrefu ya upatikanaji wa maji, huku wakiomba serikali kuharakisha utekelezaji wake ili waanze kunufaika na huduma hiyo. Utaenda kutatua changamoto ya maji kwenye mji wetu wa Tarime kwenye kata zote 8, ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge, na mitaa 81. Kwa wananchi hawa wa Tarime unaowaona hapa wa kata ya Kitare wanasubiri kwa hamu sana huu mradi ukamilike. Serikali wafanye mipango ya haraka kutekeleza ile maji, kwa sababu maji itasaidia wananchi wa Tarime. Ikishakamilika wananchi watapata maji na wananchi watafurahi. Akizungumza baada ya kutembelea mradi huu, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 anapongeza hatua ya utekelezaji wake, huku akisisitiza umuhimu wa kukamilisha kwa wakati ili uweze kuwanufaisha wananchi kama ilivyokusudiwa. Kwa Mheshimiwa Rais amedhamiria kuwahudumia Watanzania, kuhakikisha kwamba wanapata maji safi na salama katika maeneo yao, na mradi utakapokamilika utahakikisha maji yanapatikana katika wilaya zote 2 ya Rorya pamoja na Tarime. Katika ziara yake ndani ya halmashauri ya mji wa Tarime, Mwenge wa Uhuru umetembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 137. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa Tanzania TALGU kimesema kitaendelea kuwatetea wafanyakazi wanaotekeleza wajibu wao kwa kuzingatia haki, maadili ya utumishi wa umma na sheria za kazi kwa lengo la kupunguza migogoro kati ya wafanyakazi na waajiri. Joel Maduka kutoka Geita anatuarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa wakati wa uchaguzi wa mwenyekiti wa TALGU mkoa wa Geita uliofanyika sambamba na mkutano mkuu wa chama hicho katika wilaya ya Mbogwe. Akizungumza baada ya uchaguzi huo, msimamizi wa uchaguzi Likumbo Hamedi alimtangaza Abdul Mkumbo kuwa ndio mshindi wa nafasi ya mwenyekiti wa TALGU mkoa wa Geita baada ya kupata kula 21, huku mpinzani wake Chacha Maselu akipata kula 20. Chacha Maselu na Abdalla Mkumbo. Chacha Maselu kula zilizopigwa na 41 na kula halali na 41. Kula zilizopata bwana Chacha ni 20. Abdalla Mkumbo kula zilizopigwa na 41 na kula halali na 41. Kula zilizopata 21. Kwa hiyo nafasi hiyo namtangaza Abdalla Mkumbo kama mwenyekiti wa mkoa wa TALGU Geita. Kati ya misingi muhimu ambayo tutawapa viongozi wanaoingia ni kuzingatia maadili katika utumishi wa umma. Wanapopita kule na kutoa mafunzo, wahakikishe kwamba wanachama wetu, ili kuondoa migongano na migogoro, kwa sababu the moment unapokiuka taratibu, unapokiuka sheria, unaingia kwenye mgongano na mwajiri. Baadhi ya wajumbe walioshiriki katika uchaguzi huo wamesema kuwa wana imani na viongozi waliochaguliwa watasimamia misingi ya chama kwa uadilifu, kuimarisha mshikamano na kutetea haki pamoja na maslahi ya wafanyakazi. Tarajio yetu sisi kama wanachama lakini na viongozi wa chama cha wafanyakazi mkoa wetu wa Geita ni kwenda kuhakikisha kwamba stahiki zote za watumishi, haki zao zote za watumishi zinafanyiwa kazi, na tuna imani na kiongozi ambaye amechaguliwa kwa sababu tumefanya naye kazi pia, kwa sababu ni mtumishi pia. Tumeona namna gani alivyokuwa anatupambania. Kwa hiyo tuna imani na mwenyekiti ambaye amepita siku ya leo kwamba atatuongoza na kutuunganisha na makundi yote ambayo yalikuwepo mwanzoni wakati wa uchaguzi, na sasa atatuunganisha kuwa wamoja kwa maslahi mapana ya wanachama na wafanyakazi kwa ujumla. Kwa upande wake, mwenyekiti mpya wa TALGU mkoa wa Geita Abdul Mkumbo amewashukuru wajumbe kwa imani waliomuonyesha kwake na kuahidi kutoa ushirikiano kwa wanachama wote bila ubaguzi, pamoja na kusimamia maslahi ya wafanyakazi kwa mujibu wa katiba na kanuni za chama na mshikamano kama chama. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wajumbe wote bila kujali makundi, bila kujali aina fulani ambayo ilikuwepo ya chuki na vitu vingine. Mimi kama mwenyekiti mteule naahidi kutoa ushirikiano wa hali na mali kwa mtu yoyote, kwa mwanachama yoyote. Mimi ni mwanasiasa mkongwe, na kwa sababu ndio maana hata ulipoona baada ya matokeo kutokea, niliomba mimi mwenyewe fomu ili niweze kusaini kukubaliana na matokeo. Uongozi mpya wa TALGU mkoa wa Geita unatarajia kuanza rasmi majukumu yake kwa kipindi kijacho, huku wanachama wakielezea matumaini kuwa utaendelea kuimarisha mshikamano,
kutenda haki na maslahi ya wafanyakazi wa serikali ya mitaa pamoja na kuendeleza maadili ya utumishi wa umma kwa manufaa ya wanachama na taifa kwa ujumla. Kampuni ya kubashiri ya Pigabet imeendelea kuchangia kuinua hali ya maisha ya wananchi kupitia utoaji wa zawadi mbalimbali zenye thamani kwa washiriki wake, hatua inayolenga kuwapatia fursa za kiuchumi na kuongeza manufaa kwa jamii. Taarifa hii na Rachel Chacha. Akizungumza wakati wa kukabidhi gari aina ya Toyota IST kwa kijana Rashidi kutoka Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam alifanikiwa kujishindia gari hilo, meneja wa kampuni ya Pigabet Gideon Simon amesema kuwa kampuni hiyo itaendelea kutekeleza kampeni mbalimbali zinazowawezesha wananchi kunufaika na zawadi tofauti kupitia ushiriki wao. Ameeleza kuwa lengo la kampeni hizo ni kutoa fursa kwa wananchi kujishindia zawadi zenye thamani sambamba na kuendelea kuwashirikisha katika shughuli mbalimbali zinazochochea maendeleo ya kiuchumi. Leo tunatoa gari ya pili kwa ndugu yetu Rashid Kimwaga ambaye ni mkazi wa Dar es Salaam hapa Ukonga. Tunashukuru serikali kwa kuwa msimamizi wetu hasa kupitia gaming board wanatupa ushirikiano mzuri na tunafuata maelekezo yote ambao wao wanatupa kutokana na sheria zilizowekwa na nchi yetu. Kwa hiyo leo tunaweza kumkabidhi ndugu yetu Rashid Kimwaga gari hii, lakini pia wao wenyewe wana taarifa kwamba kampeni yetu imeisha na mshiriki tumeshampata na tunamtangaza hadharani au tunamtangaza kwa umma kama hivi tulivyofanya. Aidha, kwa upande wake mshindi wa gari hilo Rashid Kimwaga amesema kuwa tangu aanze kushiriki hajawahi kubahatika kupata ushindi wa aina yoyote, hivyo ushindi wa gari hilo umekuwa kipekee kwake na familia yake. Rashid amesema atalitumia gari hilo kama nyenzo ya kujiongezea kipato kupitia shughuli mbalimbali za kiuchumi, akibainisha kuwa hatua hiyo itamsaidia kuboresha maisha yake pamoja na kutimiza malengo yake ya baadaye. Lakini sijawahi kubahatika kupata chochote, lakini kwa kujaribu mara kwa mara nimefanikiwa kupata gari, na gari yenyewe ilikuja tu kama Mwenyezi Mungu akiamua kukushushia na kushushia tu kwamba leo utapata wewe, kesho utapata nani, atapata mwingine. Wakati naweka mpunga wa kupiga beti hapa, kwa kweli nilikuwa na shilingi 2000 tu kwenye simu yangu, na hiyo shilingi 2000 nikasema acha nijaribu bahati yangu, inawezekana ikawa bahati yangu kwa siku ya leo. Nikaweka hiyo hela, lakini nikachukua 500 nikaibetia, na 500 yenyewe ndio imeniletea mafanikio. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na taarifa ya habari.